Haiwezekani kibaka mmoja Patrobas Katambi akalala na mke wake usiku, akamuuliza mke wake, baby, kipi kinakukera? Kauli za Heche, baby, zinanikera sana. Leo ninapenda nizungumze mambo ya msingi kabisa ambayo yanahusu nchi yetu ya Tanganyika. Ndugu zangu, kuna makauli mengi sana, kauli nyingi ambazo watawala waliojipachika madarakani kwa kumwaga damu za Watanganyika wakisema kuna watu wanaandaa maandamano ya kuhatarisha amani na usalama wa nchi yetu ya Tanganyika. Sasa ninataka niwaambie jambo moja, kwamba wote wanaosema maandamano yanayopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 ni maandamano ambayo yamepanga kuvunja amani ya Tanganyika. Kwanza mnachopaswa kujua kwamba amani ya Tanganyika ilishavunjwa tarehe 29 na siku zote zilizofuatia baada ya Samia Suluhu Hassan kuua Watanganyika kwa mtutu wa bunduki ili ajibachike madarakani. Mnachopaswa kujua, amani ya Tanganyika ilishatoweka baada ya nyinyi jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanganyika vikiongozwa na Samia Suluhu Hassan kuteka Watanganyika. Mmemteka Polepole, mmemteka Mdude Mpaluka Nyagali, mmemteka Deusdedith Soka, mmemteka Dionisi Kipanya, mmemteka Deusdedith Soka, mmemteka Jacob Mlai, mmemteka Frank Mbise, mmemteka Shadrack Chaula, mmemteka Ibrahimu Wairinga, mmemteka Asajile Mwanjala, juzi mmemteka David Mzalendo. Nyie ndio tayari amani ya Tanganyika mmeshaivunja. Hakuna mtu mwingine ambaye ataivunja amani ya Tanganyika. Amani ya Tanganyika ilishavunjwa na nyie wote, wabunge wote, madiwani wote, wenye viti wa serikali za vijiji, mitaa na vitongoji, na rais haramu Samia kujipachika madarakani. Amani nyie ndio tayari mmeshaivunja. Nyie hapo madarakani nani kawaweka? Hawa Watanganyika hawa hawajachagua kiongozi yoyote, kuanzia mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kijiji na kitongoji mpaka rais haramu. Mmejipachika madarakani tayari. Amani ya Tanganyika nyie mlishaivunja. Msikilize Misime. Jeshi la polisi linapenda kufahamisha umma kuwa linafuatilia kwa karibu sana shughuli zote za aina hiyo zinazofanywa na baadhi ya watu hao ambao awali walikuwa wakihamasishana kufanya maandamano nchini tarehe 7 Julai. Kutokana na ufuatiliaji unaofanywa na jeshi la polisi kwa saa 24 kupitia mifumo mbalimbali pamoja na kwenye mitandao ya kijamii, imebainika kuwa watu hao wameondoka kwenye ajenda ya kuhamasisha maandamano yasiyozingatia matakwa ya sheria na sasa wanahamasishana kufanya vitendo vya uhalifu. Miongoni mwa vitendo hivyo ni kuhamasisha kufunga barabara, uchomaji moto wa shule ili kusababisha taharuki kwa wazazi na walezi, kushambulia wananchi, kukata watu vichwa na kuua baadhi ya watu, kuharibu mali za umma na binafsi. Watu hao pia wamediriki kwenda mbali zaidi kwa kuhamasishana kupitia majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii kuvamia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kuwapora silaha ili kuzitumia kufanya uhalifu wanaopanga. Jeshi la polisi linapenda kusisitiza kuwa uhamasishaji wa uhalifu huo wa kijinai unaofanywa chini ya kivuli wanachokiita haki ya kufanya maandamano ya amani haukubaliki, kwa sababu ni kinyume na sheria za nchi, misingi ya utawala wa sheria pamoja na mikataba ya kikanda na kimataifa, na ni hatari kwa usalama wa nchi. Hivyo jeshi la polisi lingependa kueleza kuwa hakuna haki ya kuhamasisha kufanya vitendo vya kihalifu
kama hivyo vinavyokusudia kuhatarisha usalama wa maisha ya watu na mali zao na vinavyokiuka haki za watu wengine kwa kuwajengea hofu kila siku na kutaka kuwanyima uhuru wao wa kufanya shughuli zao za kila siku za kujitafutia kipato. Mmemsikia eh? Sasa Misime sikiliza. Hakuna mtu yoyote mwenye mpango wa kupokonya bunduki za polisi. Hakuna mtu yoyote mwenye mpango wa kukatwa wa kukabiliana na polisi. Hakuna mtu yoyote wa kufanya uhalifu wa aina yoyote ile kwenye nchi ya Tanganyika. Watanganyika wamepanga maandamano ya tarehe 7 kwenda kudai haki zao za msingi, kwenda kutaka wale watawala haramu ambao nyie mlitumia bunduki zenu za polisi kuua watu ili Samia na vibaraka wake wajipachike madarakani. Hawa ndio Watanganyika wanakwenda kudai haki zao za msingi. Sikiliza Mwigulu. Msikilize Mwigulu anachozungumza. Kuna wengine ambao tumeshawakamata. Wapo ambao wao wanalipwa, wanataka wawaandikishe vijana wa Kitanzania wawapeleke barabarani, na wameleta na watu wa kuwapiga vijana wa Kitanzania ili baadaye waichafue nchi yetu. Haya mambo hatuwezi tukaruhusu. Kuna kijana mmoja wilaya moja, kila mwezi analipwa milioni 3 kwa ajili ya kushawishi na kusajili vijana waingie barabarani. Anafanya hayo yote. Wale wanaomlipa wana faida gani na nchi yetu? Wanataka kunufaikaje na hayo wanayoyapanga? Haya mambo lazima Watanzania tuambizane ukweli. Kuna watu wana nia mbaya na nchi yetu. Mwingine analipwa milioni 5. Na tulipomuuliza ametoa siri nyingi tu. Anatumwa, na wale wanaomtuma tunajua waliko pia. Na wale wanaomtuma na wao wanafugwa, wanalipwa kwa ajili ya shughuli ya aina hii. Na ndio maana kila siku wanaweka mikakati ya uhalifu, wanapanga siku zenye matukio ya kukusanya watu. Ndio maana siku ile moja yule akakamatwa, wakiwa wametangaza Disemba, tarehe 9 Disemba, moja akakamatwa pale mpakani akiingia na mabomu. Mabomu ya nini? Walikuwa wanajua watu wakishasambaa wawarushie, alafu baadaye lawama ziende kwa polisi, lawama ziende serikalini, nchi ichafuke, watimize malengo yao. Watanzania, hii michezo tuikatae na wala tusipe nafasi. Umemsikiliza Mwigulu anachozungumza? Sasa Mwigulu, sikiliza. Kama kweli kuna mtu alikamatwa anaingia Tanganyika na mabomu, huyo mtu yuko wapi? Kwa sababu mlimkamata miezi 8 iliyopita, mpaka leo hamjampeleka mahakamani wala hatujawahi kumuona. Huyu kijana ambaye alisema analipwa milioni 5 kwa kila mwezi, alimtaja zaidi ya miezi 4 mpaka sasa, hajapelekwa mahakamani, hatujui ni nani. Huyu kijana ambaye anasema amelipwa milioni 3 kutoka wilaya fulani. Yaani nyie mnataka mdhibiti uovu kwenye nchi, alafu mnataja watu, hamsemi wametokea wapi. Hizi zama za digitali, sisi hata mkitema mate tunajua. Sasa hivi hata AI ukiuliza hiki ambacho amezungumza Misime na hiki ambacho amezungumza Mwigulu na hiki ambacho anazungumza Patrobas, hata AI itakwambia huu ni uongo. Huu ni uongo. Yaani nyie mkamate mtu, nyie ana bunduki na mabomu, nyie tunavyowafahamu, mkamate mtu analipwa milioni 5, nyie mkamate mtu analipwa milioni 3, nyie mkae kimya, msimtaje jina wala msituonyeshe mkimpeleka mahakamani.
Mbona Tundu Lissu yuko mahakamani kwa kesi ya uongo na tunajua? Mbona watu wengine mmewateka na tunajua? Kwa nini hawa hamtaki kusema? Nyie ni waongo. Hata sikilizeni. Iko hivi. Kwa kuwa nyie mnateka, wakati watu wanatekwa hamzungumzia habari ya uvunjifu wa amani. Wakati watu wanauawa hamzungumzia habari ya uvunjifu wa amani. Lakini nyinyi mnazungumzia uvunjifu wa amani wakati maslahi yenu yanapoguswa na Watanganyika. Sasa sikilizeni. Watanganyika wataandamana siku ya tarehe 7. Watanganyika wamepanga kuandamana na wako serious kabisa. Kwa sababu gani? Baada ya mauaji ya tarehe 29, mmeendelea kuteka ndugu zetu, mmeendelea kuua ndugu zetu, mmeendelea kumshikilia Mheshimiwa Tundu Lissu mpaka leo ipo gerezani. Lakini nyie ambayo ripoti ya CAG ya kila mwaka inasema mmekula mabilioni ya pesa, mpo madarakani kinyume kabisa cha katiba. Sasa nyie, amani ya nchi hii na vurugu ya nchi hii tayari ilishafanyika siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana 2025. Na vurugu na uvunjifu wa amani ulifanywa na Samia Suluhu Hassan na Mwiguru na serikali yote haramu, kwa sababu nyie ndio mmeua watu ili mjipachike madarakani kinyume kabisa cha katiba. Amani ya nchi hii itatulia siku ambayo utawala haramu uliojipachika madarakani utajiuzuru. Vinginevyo maandamano yatatangazwa sana. Nchi haiwezi kuwa na amani wakati watu hawajazika ndugu zao. Nchi haiwezi kuwa na amani wakati nyie mnaendelea kututeka sisi Watanganyika. Nchi haiwezi kuwa na amani kwa sababu nyie mmejiweka madarakani, hamjachaguliwa na umma. Amani nyie ndio mlitaka ivunjike na mlishaivunja. Mpaka pale mtakapoondoka madarakani ndio amani ya Tanganyika itatulia. Vinginevyo msijidanganye. Mliua watu mkazani watakaa kimya, hawezi kufanya chochote. Leo hii nchi nzima Watanganyika wamesambaza vipeperushi vya maandamano ya siku ya tarehe 7. Ni kwa sababu gani? Bado damu ya ndugu zao zinawaita. Bado mateka ambao hatujui walipo, mateso yao yanatuita barabarani. Nchi haiwezi kutulia mpaka pale haki itakapopatikana. Vitisho haviwezi kuzuia. Mlishatisha kabla ya tarehe 29 Watanganyika wakaenda barabarani. Niwahakikishie tu, mnaweza mkatuua baadhi yetu, ila Mungu atainua watu ambao wataipigania Tanganyika leo, kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo Watanganyika wote ambao mnanisikiliza, endeleeni kusambazeni vipeperushi vya 77. Endeleeni kuchora na kuandika kwenye kuta zote nyeupe. Chukua chaki na mkaa, chola 77 tunatoka, free Tundu Lissu, tunataka katiba mpya, utawala haramu utoke madarakani. Andikeni kwenye vituo vyote vya mwendo kasi. Andikeni kwenye nguzo zote za madaraja nchi nzima. Andika kila sehemu. Chukua boksi, andika. Nenda kwenye nguzo ya umeme, pigilia, kwenye mti pigilia. Watu watasoma ujumbe. Lazima tufikishe ujumbe kwa sababu nyie mnatuchezea. Haiwezekani kibaka mmoja Patrobas Katambi akalala na mke wake usiku, akamuuliza mke wake, baby, kipi kinakukera? Kauli za Heche, baby, zinanikera sana. Alafu kibaka Patrobas Katambi asubuhi ya mke aende akazuia mikutano ya hadhara. Hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Na hiyo kauli haramu, nimesikia kuna watu wanasema waenda mahakamani. Unaenda mahakamani kufanya nini wakati kauli iliyotolewa ni batili? Tutakabiliana nao. Iwe leo, iwe kesho, iwe 77. Kwa ndugu zangu, hatuwezi kurudi nyuma. Hatuwezi kutishika. Sisi tunasonga mbele. Na mtaelewa tu. Hii haijaisha mpaka iishe. Hii haijaisha mpaka iishe.